Wajasiriamali wadogo wa saluni za kike na kiume katika kata 16 za jimbo la Musoma mjini mkoani Mara wamepatiwa vifaa vya kazi ikiwa ni sehemu ya kuwawezesha kiuchumi na kukuza shughuli zao za ujasiriamali. Mbunge wa viti maalum mkoa wa Mara, Mheshimiwa Agnes Marwa amekutana na wajasiriamali hao na kukabidhi vifaa mbalimbali vya kazi kwa lengo la kuwainua kiuchumi na kuongeza kipato chao. Akizungumza katika kikao hicho, Mheshimiwa Agnes Marwa amesema kuwa yeye ametokana na mazingira ya ujasiriamali, hivyo ameona ni muhimu kurejesha kwa jamii kwa kutumia sehemu ya mshahara wake kusaidia wananchi wenye uhitaji. Kule nilikotoka na mimi pia nikaacha alama, yaani kwa wajasiriamali wadogo. Wanasema mkataa kwao mtumwa. Lazima ukumbuke umetoka wapi. Ili uende wapi lazima ukumbuke umetoka wapi. Kwa hiyo nimeona kwamba ni vizuri nikaanza na hapa nyumbani kwetu Musoma mjini. Kwa nyinyi wajasiriamali wadogo, nitakwenda kwa kila wajasiriamali, nitamaliza wote mpaka wale ndugu zangu wauza mboga. Mimi nilikuwa nachoma mahindi, mpaka wale ndugu zangu wachoma mahindi nitafika kote huko. Kwa ndugu zangu wauza dagaa nishaenda na nitaendelea kwenda tena. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi binafsi nimeona moja kwa moja nianze na hawa ndugu zangu, kwa sababu nilipita saluni 2-3. Nilipoongea nao nikagundua ndugu zetu pia, pamoja na kuwa kuna mikopo, kuna wale ambao bado hawana uwezo wa kwenda kuifikia ile mikopo, kwa sababu zile dhamana za kupata ile mikopo hawana. Ndio maana nikasema ni vyema sasa leo wakakutana hapa na watu wa benki. Bahati nzuri ndugu zetu wa NMB, tunawashukuru sana kwa sapoti yenu. Mtatoa elimu, watawasikiliza. Lakini pia ndugu zetu wa maendeleo ya jamii, ndugu zetu wanaohusika na vijana, afisa vijana. Kwa hiyo nikaona ni vyema nikawashirikisha wote. Na wewe mkuu wao wa wilaya, nilipokuletea wazo hili, kama unakumbuka, ukasema ndio, mimi ninapenda maendeleo. Yani nimechukua kwenye kila kata saluni 2, za kiume 2, za kike 2, ambao nimeona niwape ndugu zangu hawa kwa ajili ya mitaji midogo. Wanasema mpe mtu ndoano, usimpe tu chakula kila siku. Kimpa ndoano ataenda atavua, atajitafutia chakula mwenyewe. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka aliyekuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo amelipongeza zoezi hilo, akisema linaunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan za kuwawezesha wananchi kiuchumi. Na wewe umeona haitoshi pale ambapo Mheshimiwa Rais anapofanya na kwa mapenzi yako, tena umezungumza hapa vizuri kwamba kutoka kile cha mfukoni, kutoka kule chenye kimshahara, najua una matumizi mengi, wenye mahitaji ni wengi. Ungekuwa una uwezo wa kwenda kutumia sehemu nyingine, ulikuwa na uwezo wa kutumia hata sehemu ambazo watu wengine hata wangesema mheshimiwa mbunge amekuja hapa tumekula bata, lakini wewe umesema hapana. Hichi ulicho nacho uende ukaongezee thamani wale watafutaji. Hili ni jambo kubwa sana, mimi naendelea kukupongeza mno. Lakini kubwa nachoweza kukisema hapa, kilichofanyika leo, maana yake na tafsiri yake ni moja tu. Mheshimiwa mbunge ameona kuna haja na hoja ya kuwawezesha wajasiriamali ili nanyi muweze kutoka katika lindi la umasikini, ili nanyi muweze kufika katika hatua ile ya wapambanaji, watafutaji, kuwa wajasiriamali wakati, na ikiwezekana tunakokwenda muwe wafanya biashara wakubwa. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya ya Musoma amesisitiza matumizi sahihi ya vifaa hivyo ili viweze kuleta matokeo chanya na kuongeza ajira na kuwainua kiuchumi wa wajasiriamali pamoja na jamii inayowazunguka. Kwa hiyo kinachofanyika leo ni jambo kubwa na jambo la kihistoria. Wito wangu na rai yangu ya kwamba mafunzo ambayo mtakayopata leo, vifaa mtakavyopata leo, hakikisheni mnavitumia kwa yale malengo yaliyokusudiwa. Nimesikia kata zote, kila kata watu wawili au wajasiriamali makundi mawili. Niwahakikishieni
nikifika kwenye hizo kata nitapiga hodi kwenye maeneo yenu ya kibiashara. Kando ya afra hiyo, baadhi ya wajasiriamali waliopokea vifaa hivyo wameshukuru serikali na mbunge huyo, wakisema msaada huo utawasaidia kupanua biashara zao na kuongeza kipato. Kwa hili lililofanyika leo kwa Mheshimiwa mbunge Agnes Marwa, mbunge wa viti maalum, ni tukio la kihistoria kwa sababu toka tumefikia hapa hakuna mbunge yoyote ambaye amewahi kufanya hili. Hakuna mbunge yoyote ambaye amewahi kujitolea kwa wajasiriamali wadogo wadogo wenye saluni za kike na saluni za kiume. Hatimaye leo Agnes amekuja kutushika mkono kwa kutupatia mashine za kisasa. Sio mashine tu, mashine za kisasa ambazo sasa hivi ndio kwenye saluni nyingi zinapatikana. Kwa hiyo katika hili alilofanya Mheshimiwa mbunge Agnes Marwa wa viti maalum ni jambo la kihistoria. Tunamuomba tu Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki na kuendelea kutushika mkono sisi wajasiriamali wadogo wadogo, na sisi pia saluni zetu zikapata kuinuka na kuwa za kisasa. Napenda kabisa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pia napenda kumshukuru Mheshimiwa mbunge Agnes Marwa kwa kutuona sisi wajasiriamali wadogo wadogo wa saluni wa mkoa wa Mara ndani ya manispaa ya Musoma mjini, kwa kutuwezesha na kutushika mikono, kutupatia sapoti ya vifaa vya nywele. Napenda kusema Mwenyezi Mungu amzidishie pale alipopatoa. Pia tunapenda kushukuru kwa yote aliyotuwezesha. Tunasema sisi wajasiriamali tunapitia changamoto nyingi, lakini Mheshimiwa mbunge Agnes ameona na sisi wajasiriamali atushike. Kwa kitendo hiki cha Mheshimiwa wetu mpendwa Agnes Marwa kwa kutuwezesha sisi wajasiriamali wadogo wadogo kwa kutupatia mashine hizi za kunyolea, tunaomba Mungu aweze kumsaidia na kumbariki ili aweze kusaidia watu wengine na uendelevu uendelee. Na sisi tunamsapoti sana, tunamshukuru sana Mheshimiwa Agnes Marwa. Asante sana. Hatua hiyo inatajwa kuwa chachu ya maendeleo kwa wajasiriamali wadogo katika manispaa ya Musoma, huku wadau wakihimizwa kuendelea kutumia fursa za uwezeshaji kujikwamua kiuchumi. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo wakizidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter na X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.